ambavyo wote mnafahamu, kipindi cha kwanza cha miaka minne cha Rais Samia Suluhu Hassan kinakwenda kufika mwisho, na mwezi wa 10 tutakuwa na uchaguzi kwa ajili ya awamu nyingine, lakini kwa sasa kipindi hiki kinakwenda kufika mwisho. Kwa kawaida ni mara chache sana watu huwa wanawaambia viongozi mambo mazuri wanayoyafanya. Mara nyingi viongozi huwa wanatukanwa sana, huwa wanasemwa sana, kana kwamba hakuna mambo mazuri wanayoyafanya. Kama mtakumbuka, miongoni mwa marais ambao sasa wanaongoza kwa kusifiwa kwa demokrasia na utawala bora ni rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete. Kila mtu sasa anasema bwana, wakati wa Kikwete bwana, wakati wa Kikwete bwana. Lakini naamini pia ni miongoni mwa marais ambao waliongoza kwa kutukanwa au kubezwa wakati wakiwa madarakani. Sasa lazima tujenge utamaduni wa kuwaambia ukweli, wa kuwapongeza viongozi pale wanapofanya mambo mazuri hata wakiwa bado wako madarakani, ili kuwatia moyo, lakini pia na kuwafanya wapate hamasa zaidi ya kuendelea kufanya mambo mazuri. Kama ambavyo mnakumbuka, Rais Samia aliingia madarakani baada ya kifo cha mpendwa wetu, rais wetu hayati John Pombe Magufuli. Ameingia madarakani kwa namna ambayo haijapata kutokea katika historia ya nchi yetu. Wakati anaingia madarakani, yalikuwepo mashaka mengi, zilikuwepo hofu nyingi, ilikuwepo taharuki kubwa juu ya mustakabali wa nchi yetu. Leo ni takriban miaka 4 baadaye, tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi leo nimeamua niyaseme machache ambayo kwa maoni yangu na mtazamo wangu naona kiongozi huyu ameyafanya vizuri sana, na naamini kwamba amejenga imani kwamba anaweza kuaminiwa ili aweze kuendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni eneo la amani, usalama, umoja na utulivu wa nchi yetu. Nchi nyingi yanapotokea mabadiliko ya uongozi wa aina yaliyotokea kwetu, ziko nchi ambazo huwa zinaparaganyika kwa sababu ya watu kunyang'anyana madaraka. Lakini sisi tumepata tukio kubwa la kifo cha rais kwa sababu ya utulivu na umahiri, kwa sababu ya hekima na busara za kiongozi wetu huyu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, pamoja na vyombo vya dola. Tanzania imepita katika kipindi kile ikiwa na umoja, ikiwa na amani, ikiwa na usalama. Na mpaka hivi sasa bado tunaendelea kushuhudia umoja wa Tanzania, tunaendelea kushuhudia amani, tunaendelea kushuhudia usalama. Kwa mfano, jana kulikuwa na sikukuu ya Idi. Waumini wa dini ya Kiislamu nchi nzima wamekusanyika katika viwanja mbalimbali kutekeleza ibada ya sala ya Eid al-Adha. Katika nchi ambayo hakuna amani, hakuna umoja, hakuna usalama, mikusanyiko ya namna ile haiwezekani. Lakini sasa bado sisi tunaweza kuendelea kufanya shughuli zetu kwa umoja, kwa amani na kwa usalama. Nafahamu yako matukio machache ya uhalifu ambayo sasa hayo ni kazi ya vyombo vya dola kuendelea kuhakikisha kwamba wanayadhibiti, kwa sababu mapambano dhidi ya uhalifu ni mapambano endelevu, hayajawahi kukoma. Na mimi sina mashaka kwamba vyombo vyetu vina uwezo mkubwa na vimethibitisha hivyo, si tu kwa hapa Tanzania bali kwa nchi mbalimbali duniani.
Tanzania imeshiriki katika kuhakikisha amani na usalama wa nchi nyingi duniani. Kwa hiyo hata kuna wakati mimi huwa nawashangaa watu, mtu analala vizuri, anaamka, anafanya shughuli zake, lakini akienda kwenye mitandao ya kijamii atasema Tanzania hakuna amani, Tanzania hakuna usalama. Vipi ungeweza kufanya shughuli zote hizo kama hakuna amani, kama hakuna usalama? Kwa hiyo kwa maoni yangu, kwa mtazamo wangu, jemedari wetu, kiongozi wetu amefanikiwa bado kuendelea kusimamia amani, kusimamia usalama na kusimamia umoja wa nchi yetu, licha ya matishio ya hapa na pale, licha ya baadhi ya watu kujaribu kutaka kutikisa misingi ya utaifa wetu, misingi ya uzalendo wetu, lakini bado yeye kama kiongozi wa vyombo vya dola na vyombo vya dola vimeendelea kuhakikisha kwamba bado tuna amani, tuna usalama na tuna umoja kama taifa letu, ambavyo ni vitu muhimu sana kwa maendeleo. Ziko nchi, baadhi ya watu walijaribu kushawishi kwamba bwana, hebu tuvuruge amani, tuvuruge usalama ndio tutapata maendeleo. Lakini baada ya kuvuruga huo umoja, baada ya kuvuruga amani na usalama, nchi nyingi zimeshindwa kurejea katika hali ya utulivu. Mfano ni nchi ya Libya, kuna nchi ya Somalia na nchi nyingine nyingi ambazo wamejaribu kufanya mabadiliko kwa njia ya kuvuruga amani, kuvuruga usalama na wameshindwa kurejea. Kwa hiyo kwa maoni yangu, eneo hili limefanya vizuri sana. Lakini eneo la pili ni hali ya kisiasa. Kama ambavyo mnafahamu, wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, kwanza alikuta baadhi ya wanasiasa wa nchi hii wameikimbia nchi hii kwa kuhofia usalama wao. Wameikimbia nchi hii kwa sababu ambazo wao wanazifahamu na wamezieleza mara kadhaa. Lakini hivi ninavyozungumza, wengi wa waliokuwa wamekimbia wamerejea nchini. Na kama unakumbuka, wakati huo ilikuwa vyama vya siasa wamekaa takriban miaka 6 bila hata kufanya mikutano ya hadhara, na hata mikutano ya ndani pia ilikuwa inafanyika kwa changamoto kubwa. Lakini leo mnashuhudia wanasiasa wa vyama mbalimbali, hata hivi ninavyozungumza, wako wanasiasa wako mikoa mbalimbali wanafanya mikutano ya kisiasa, wanaikosoa serikali, wanahamasisha wananchi juu ya masuala mbalimbali. Kwa hiyo wanasiasa wamekuwa na ule uhuru wa kufanya shughuli zao za kisiasa, tofauti na hali ilivyokuwa kabla ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kuna mabadiliko chanya kwenye hali ya kisiasa. Mazungumzo yamefanyika, rais huyu ameonyesha usikivu wa hali ya juu, ameonyesha ukomavu wa hali ya juu, amekutana na makundi mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza nao, kwa ajili ya kupata ushauri wao, na kwa kiasi kikubwa amefanyia kazi ushauri ambao umekuwa ukitolewa na wadau mbalimbali wa siasa, wadau mbalimbali wa masuala ya uongozi wa nchi yetu. Kwa mfano, wako wanasiasa walikuwa wana maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Rais Samia Suluhu Hassan akaamua kuunda jopo la wataalamu, jopo la wadau mbalimbali ili waweze kutoa ushauri juu ya namna gani tunaweza kukamilisha mchakato wa katiba. Wako Watanzania waliotoa maoni kwamba mchakato wa katiba sasa umechelewa kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Turekebishe kwanza sheria zinazohusika na uchaguzi, ili sasa tufanye uchaguzi kwanza, halafu tutafanya mabadiliko, tutaandika upya katiba yetu baada ya uchaguzi. Wako Watanzania maoni yao ni kwamba hapana, tufanye mabadiliko kwanza kabla ya kufanya uchaguzi. Sasa wote hawa ni Watanzania, lakini huwezi kupuuza Watanzania waliotoa ushauri wa kwamba turekebishe kwanza sheria, halafu ndipo tutakuja tufanye uchaguzi na baadaye tutafanya mabadiliko ya katiba. Huwezi pia kuwapuuza, wapo Watanzania wa namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana kupitia maoni hayo, ndio maana kuna mabadiliko yaliyofanyika katika sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa wakurugenzi kuwa wasimamizi wa uchaguzi
ni sawa na rais kuusimamia uchaguzi. Sheria imerekebishwa, sasa wakurugenzi si tena wasimamizi wa moja kwa moja wa uchaguzi. Watu katika ngazi ya jimbo wataomba kazi, watakaokidhi vigezo watateuliwa kufanya kazi ya kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo kwa ujumla, kiongozi huyu ameonyesha ni mtu mwenye uungwana wa hali ya juu. Ameonyesha kuwa na usikivu wa hali ya juu. Ameonyesha utayari wa kukubali maoni na mawazo ya Watanzania wengine. Kwa hiyo wito wangu kwa wanasiasa, hebu tutumie fursa hii kuendelea kumuunga mkono, lakini pia kuendelea kumtia moyo. Badala ya kutumia nafasi iliyopo kutukana, nafasi iliyopo kukashifu na kubeza, hizi fursa huwa haziji mara nyingi. Kwa hiyo ni vyema tukatumia fursa hii ili sasa kuchochea kasi ya mabadiliko ya sheria na taratibu mbalimbali pamoja na katiba ya nchi yetu kwa njia ya usalama na kwa njia ya amani. Kwa hili ni eneo la pili ambalo yako mambo yamefanyika ambayo ni mambo mazuri. Eneo la tatu, kulikuwa na miradi mingi iliyokuwa tayari imeanzishwa na mtangulizi wake hayati Rais John Pombe Magufuli. Wako watu walikuwa wanasema Magufuli amekufa, miradi hii nayo ndio mwisho wake. Na hii miradi kwa kweli ni miradi mikubwa. Na hata Rais Magufuli mwenyewe kabla hajafa, katika hotuba zake mbalimbali amewahi kunukuliwa akisema, akiwa na hofu kwamba hivi mimi nikifa kweli hii miradi itakamilika? Lakini leo miradi karibu yote iliyokuwa imeanzishwa aidha imekamilika ama iko mwishoni kukamilika. Kwa ile hofu kwamba ile miradi itakuwaje, ile hofu sasa haipo tena. Kulikuwa na bwawa la Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kuzalisha umeme. Bwawa sasa limekamilika, umeme unazalishwa na unaingia na unasambazwa kupitia gridi ya taifa. Kulikuwa na mradi wa treni ya mwendokasi, treni ya SGR. Wakati huo ilikuwa inaelekea Morogoro hapa. Sasa watu wanasafiri kutoka Morogoro, kutoka Dar es Salaam wanakwenda mpaka Dodoma kwa treni ya kisasa ya SGR. Na tayari wakandarasi wako kazini kuendelea kukamilisha maeneo mengine yaliyosalia. Kulikuwa na mradi wa ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi. Sasa ujenzi umekamilika na naamini wakati wote daraja hili litazinduliwa. Kulikuwa na miradi ya kusambaza umeme vijijini. Leo karibu kila kijiji tayari umeme umeshafika. Kwa hiyo ile hofu kwamba hii miradi itakuwaje, miradi mingi imekamilika, na kwa bahati nzuri rais huyu ameanzisha na miradi mingine, ukiacha ile ambayo tayari ilikuwa imeanzishwa na mtangulizi wake. Kwa mfano, mradi wa ujenzi wa shule za bweni za kisasa za sayansi kwa ajili ya wasichana. Huu mradi haukuwepo. Lakini leo ninapozungumza imejengwa shule moja kila mkoa kwa ajili ya wasichana, shule ya sayansi, shule ya viwango vya kisasa, ambapo kwa miaka mingi sisi hatujajenga shule za bweni za kiwango kile. Na miradi mingine ya barabara. Sasa hivi ukitembea maeneo mbalimbali ya nchi yetu utakuta ardhi inavyofumuliwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo kwa ujumla ile hofu kwamba miradi hii itasimama, ile hofu imeyeyuka. Sasa pengine watu wazungumze mambo mengine, lakini sio kwamba ile miradi haitokamilika. Kwa hiyo ni eneo ambalo amelitendea haki pia, na tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kumpongeza, tuna kila sababu ya kumtia moyo kwamba aendelee kutekeleza miradi hii ya maendeleo. Na wako watu walikuwa wanasema hii miradi hii sio muhimu kwa watu. Wanasema hayo ni maendeleo ya vitu, sio maendeleo ya watu. Hasa mimi huwa najiuliza, hivi ukijenga reli ya kisasa, hivi wanaosafiri pale ni ng'ombe au ni watu? Ukijenga barabara ya lami, hivi wanaotumia barabara ya lami ni ng'ombe au ni watu?
Kuna mahusiano makubwa kati ya uwekezaji katika miundombinu pamoja na maendeleo ya watu. Kwa hiyo haya ni maendeleo ya watu na ni muhimu yakaendelea kufanyika kwa kasi zaidi ili kuhakikisha kwamba tunaifungua Tanzania na tunachochea shughuli za uchumi na shughuli za biashara. Lakini eneo lingine ni eneo la masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Kipindi kile hali kidogo kulikuwa na, Waingereza wanaita tension, yani kulikuwa na taharuki ya hapa na pale juu ya mahusiano yetu na nchi mbalimbali. Kwa mfano, unakumbuka mahusiano yetu na Kenya, lakini na mahusiano na nchi nyingi duniani. Lakini mama katika eneo hilo amefanya kazi kubwa, amefanya ziara nyingi nje ya nchi kuimarisha mahusiano, lakini viongozi wengi wa nje ya nchi pia wamekuja Tanzania. Na sasa hii imeimarisha sana nafasi na ushawishi wa Tanzania katika siasa za kikanda, lakini pia katika siasa za kimataifa. Kwa hiyo kwa sasa Tanzania inafanya vizuri sana katika eneo la diplomasia. Tanzania inafanya vizuri sana katika masuala ya kikanda, lakini pia katika masuala ya kimataifa. Ndiyo maana hata hivi karibuni, kama mtakumbuka, tulikuwa na uchaguzi wa mkurugenzi wa shirika la afya duniani ukanda wa Afrika. Uchaguzi ambao Profesa Mohamed Janabi wa Tanzania ameibuka kuwa mshindi. Ushindi huu ni ushahidi wa wazi wa ushawishi wa Tanzania katika masuala ya kimataifa. Kwa eneo hili kwa kweli amelitendea haki na tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kumpongeza. Lakini eneo lingine, yako mengi, nitataja machache. Eneo lingine ni eneo la huduma ya afya. Hakuna kipindi ambako serikali imenunua vifaa tiba vingi kama kipindi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan. Zamani kipimo kama CT scan ilibidi utoke hapa Singida uende Muhimbili Dar es Salaam au uende Benjamin Mkapa ndio ukapimwe kupitia kipimo hicho cha CT scan. Lakini leo kila hospitali ya rufaa ya mkoa inayo CT scan. Watu wanafanyiwa vipimo, wanafanyiwa matibabu katika maeneo yao walipo. Lakini serikali imeendelea kutekeleza kwa kasi kubwa ujenzi wa vituo vya afya kwenye kila kata ya nchi hii, ujenzi wa zahanati kwenye kila kijiji cha nchi hii. Maana yake wananchi watibiwe kule kule walipo, wasiingie gharama kubwa kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma. Lakini bajeti ya kununua dawa, bajeti ya kununua vifaa tiba imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa wananchi wengi wanapata huduma maeneo mengi walipo huko huko. Nafahamu kuna changamoto ya gharama ya kupata matibabu. Changamoto kubwa, watu wengi wakati mwingine anakwenda, uwezo wa kugharamia matibabu hana, anabaki nyumbani bila kupata matibabu. Lakini ndiyo maana serikali hii ya Rais Samia Suluhu Hassan imepitisha sheria inayotaka kila Mtanzania apatiwe bima ya afya. Na kubwa zaidi, ahadi hii ukiacha sheria, ilani mpya ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imeweka lengo ifikapo mwaka 2030 kila Mtanzania awe amepatiwa bima ya afya. Kwa hiyo utaona namna ambavyo serikali inajali afya za watu, namna ambavyo inataka kuwekeza kwenye kuimarisha afya za wananchi. Lakini eneo lingine ni eneo la ajira kwa vijana. Mimi ni kijana, ili eneo lazima niliseme kwa wivu mkubwa. Kwa sasa tuna tatizo kubwa sana la ajira. Huo ni ukweli ulio wazi. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kuongeza kasi ya kuajiri. Kipindi hiki cha miaka hii minne, hata zile ajira ambazo zilikuwa zimesimama, kipindi hiki ajira zimetoka kwa wingi sana. Ajira nyingi sana zimetolewa kwa kipindi hiki. Lakini japo haziwezi kutosha, serikali haiwezi kumaliza watu wote wenye sifa. 2030 imeweka ajira kwa vijana kama kipaumbele.
Ukiangalia serikali inataka kushughulikia tatizo la ajira kupitia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na mifugo yanayozalishwa katika nchi yetu. Ilani ya uchaguzi inataka tukawekeze kwenye viwanda. Viwanda vitakavyoongeza thamani ya mazao yanayozalishwa katika nchi yetu. Kwa mfano, Singida hapa tunazalisha kuku wengi wa kienyeji. Singida hapa tunazalisha ng'ombe. Ng'ombe ni wengi tunafuga. Singida tuna mbuzi wengi. Singida tuna mazao mbalimbali kama dengu. Tuna mazao kama vitunguu kwa wingi. Lakini kwa sasa tunasafirisha haya mazao yakiwa ghafi, yakiwa hayajachakatwa. Yanakwenda kuchakatwa huko yanakokwenda. Sasa ilani ya uchaguzi inataka haya mazao yachakatwe katika maeneo yanakozalishwa, ili tusafirishe bidhaa zinazotokana na haya mazao. Hii tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kutengeneza kazi, tunakwenda kutengeneza ajira kwa watu wengi katika maeneo kulingana na mazao ambayo yanazalishwa. Naamini ikisimamiwa vizuri, tukaweka mazingira mazuri ya watu kuwekeza kwenye viwanda, naamini tunakwenda kuzalisha ajira nyingi na watu wengi watapata kazi. Kwa hiyo kwa kifupi, Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha uwezo mkubwa sana katika uongozi. Ameonyesha uwezo mkubwa sana katika diplomasia. Ameonyesha uwezo mkubwa sana katika kusimamia masuala ya maendeleo. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Watu walikuwa na mashaka hivi, sasa kiongozi mwanamke ataweza? Lakini amethibitisha pasipo shaka yoyote kwamba mwanamke kiongozi ana uwezo mkubwa katika masuala yote ambayo na wanaume pia wanaweza kufanya. Lakini nimalizie eneo la mwisho, si kwa maana ndo maeneo pekee, kwa maana ya eneo la mwisho kulitaja, kabla sijawapa fursa ya kuuliza maswali. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kwenye michezo. Na sisi vijana, mimi bwana kwenye michezo, mimi bwana mimi ni mdau mkubwa sana wa michezo. Serikali hii imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye michezo. Ndiyo maana sasa Tanzania ni miongoni mwa mataifa makubwa katika michezo barani Afrika. Amewekeza kwenye miundombinu ya michezo. Kuna viwanja mnafahamu vya kitaifa vinajengwa. Uko uwanja wa kisasa unajengwa Dodoma. Uko uwanja wa kisasa unajengwa Arusha. Uko uwanja wa kisasa umejengwa Zanzibar baada ya kufanyia ukarabati wa ile New Amani Complex. Zamani ukitoa uwanja wa Benjamin Mkapa, hatukuwa na uwanja wote ambao unaweza kukidhi vigezo vya host mechi za kimataifa. Lakini sasa tuna baadhi ya viwanja ambavyo ukishindwa kucheza Benjamin Mkapa unaweza kwenda kucheza New Amani Complex. Na hivi vingine ambavyo vinajengwa. Lakini ukiacha hivi viwanja vya kitaifa,